Arusha nikikagua miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, na taasisi ya TBA ambayo iko chini ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kitengo cha ujenzi. Kwa hiyo nimekuja kuangalia jengo hili ambalo ni jengo la kibiashara na ambalo linatekelezwa na fedha ya ndani, kwa maana ya mapato ya ndani ya taasisi ya majenzi kwa maana ya TBA, ili waweze kuwa ni moja ya chanzo chao cha mapato. Kitu ambacho nimekiona ni kwamba jengo ni zuri na naambiwa litachukua familia 22, lakini kitu ambacho nimekiona ni kwamba limechukua muda mrefu sana, moja, kwa sababu tangu kama limeanza kujengwa mwaka 2007 mpaka sasa ni karibu unaongelea miaka karibu 14 jengo hili linaendelea kujengwa. Lakini faraja ni kwamba walichoniambia ni kwamba kufikia mwisho wa mwaka wa fedha huu tulio nao, kwa maana ya Juni 30, wanategemea jengo litakuwa limekamilika. Sasa kwa kuwa nimekagua jengo na wako kwenye asilimia 80, bado asilimia 20, kwa hiyo naona kama kuna uwezekano, lakini uwezekano utategemea na kama fedha itatoka. Kwa hiyo moja, niombe kumwagiza mtendaji mkuu wa TBA, wana Arusha na Watanzania tungependa jengo hili likamilike ili lianze kutoa hiyo huduma na tuanze kupata mapato. Kwa hiyo liwe ni kipaumbele, kwa sababu liko ndani ya uwezo wake, ategemea bajeti kuu ya serikali, bali ategemea na mapato. Kwa hiyo kiwe ni kipaumbele kwamba kama walivyoahidi mwaka huu wa fedha tunavyoishia Juni 30, jengo liwe limekamilika. Na kwa sababu vifaa vingi wanavyo, kwa hiyo naamini litakamilika. Lakini swala la pili, jengo hili si jengo la huduma, ni jengo la biashara. Kwa hiyo waangalie kama kweli litakidhi matakwa hayo, kwamba wamewekeza karibu bilioni 5.2 mpaka utakapokuwa limekamilika. Waangalie kama watalitumia kama pango, kwa maana ya wapangaji wa kawaida. Waangalie payback period, yani ni baada ya muda gani watakuwa wamerejesha hizo fedha, na je, kibiashara ina faida? Lakini vinginevyo tukumbuke Arusha ni mji wa kitalii na mahitaji ni mengi sana. Wanaweza wakaangalia namna nyingine kuona kama wanaweza wakafanya ikawa ni nyumba kwa ajili ya accommodate pengine watalii, wakawa na furnish, wanafanya nini, ukakuta likawa na faida zaidi, kwamba watu wanakuja na familia zao, watalii wanakuja kwenye hiyo apartment, wanakuja wanakaa wanaondoka, na malipo yakawa ni makubwa, na ukakuta payback period yao ikawa ni fupi sana, na majengo kama hayo yakawa na faida, na wakaendelea kujenga majengo mengine. Lakini nina kila sababu ya kuwapongeza, kwanza kuwa wabunifu, kwa sababu haya ni mapato yao ya ndani, na shida Tanzania majengo ni makubwa, mahitaji ni makubwa sana sana katika miji yetu, iwe Arusha, iwe Dar es Salaam. Naambiwa hapa booking zimejaa, yani majengo yametosha. Tuna majengo Dar es Salaam wamejenga zile Magomeni quarters, watu waliokuwepo, yani watu wanashinda zaidi ya watu waliokuwepo, watu wanahitaji majengo. Tunahitaji majengo Dodoma. Kwa hiyo na Mheshimiwa Rais lazima tumpongeze sana sana sana. Kama Juni mwaka huu zitakuwa zimekamilika, kazi sasa imebaki kwa wafanyakazi wa TBA. Wawe committed. Hela zinapotoka kujenga majengo ya serikali, tunahitaji uadilifu wa hali ya juu sana sana sana, ili majengo haya yakamilike. Na nitumie pengine nafasi hii kuasa wenzetu wa TBA kwamba wanahitaji kuona kwamba mahitaji ya majengo ni makubwa, si tu Arusha, na ningesemea pengine Dodoma, mahitaji ni makubwa sana 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 sana. Kwa tunahitaji utendaji wao kazi wa umakini, kujituma, lakini na uadilifu, ili tuweze kuwa na majengo. Kwa hiyo tuwe na majengo pengine ya viongozi, lakini hasa kwenye haya majengo ambayo sasa takuwa yanazalisha pia pesa kwa ajili ya kuzalisha majengo mengine.
kwa sababu TBA inaweza ikajiendesha pia kibiashara kama wanavyofanya. Kwa hiyo tunaomba pia wasiangalie tu majengo haya ya apartment, lakini kuwa na majengo mengine ambayo wanaweza kajenga wakawa wanakodisha kwa watu na wao wanapata tu fedha, kwa sababu at the end of the day pengine watafuta namna pia ya kuendesha mzuri, kwamba wanaweza wakasema wanaendesha, waangalie hivi sisi tukilipa wafanyakazi vipi, tungempa mtu mwingine atuendeshee. Yani kweli waendeshe kibiashara. Nadhani tukifanya hivyo tutakwenda vizuri zaidi. Vinginevyo kwa maana ya ujenzi, ubora, hapa tulipofikia kwa kweli wako vizuri. Sasa shida wakamilishe kwa muda, watu wanahitaji kupanga hapa na wao waanze kupata fedha, waanze miradi mingine, na pia hii kwao ni jengo ambao ni asset, waende pia kuangalia kama wanaweza sasa wakapata hata mkopo ili wao wanajenga majengo kwa muda mfupi alafu waweze kujenga majengo mengi zaidi.